North Texas baby was born not once, twice. Hiki ni kisa cha mtoto aliyezaliwa mara mbili, moja ya kisa cha kushangaza zaidi na maarufu kwenye historia ya matibabu kilichotokea huko Texas, Marekani mwaka 2016, kikimhusisha mtoto aliyeitwa Laine Lee. Ni kwa namna gani mtoto huyu alizaliwa mara mbili? Najua utakuwa ukijiuliza swali hili, ila ukweli ni kwamba Margaret Boomer alikuwa ni mwanamke mwenye ujauzito kama ilivyo kwa wanawake wengine, akitegemea kupata mtoto wake kwa hamu kubwa. Bi Boomer alikuwa akihudhuria hospitalini kwa ajili ya vipimo kuhakikisha usalama wa afya yake na mtoto wake aliyetumboni. Lakini siku moja akiwa kwenye vipimo, madaktari waligundua uvimbe kupitia ultrasound ambao ulikuwa ukionekana kwa mtoto. Walipochunguza kwa kina, waligundua kuwa mtoto huyo aliyekuwa na wiki 23 alikumbwa na hali inayoitwa parasitic twin au fetus in fetu, ambayo hii ni hali ya pacha mmoja ambaye hajakamilika anakuwa na maendeleo ndani ya mwili wa pacha mwingine aliyekamilika, kitu ambacho hupelekea kutegemea virutubisho kwa mwingine. Hali hiyo nadra ikitokea, madaktari hufanya upasuaji ili kuondoa kiumbe ambacho hakijakamilika. Basi ndivyo ikawa inahitajika ifanyike kwa kiumbe hiko kilichopo tumboni. Laine Lee alizaliwa mara ya kwanza kwa kufanyiwa upasuaji wakati bado akiwa tumboni akiwa na wiki 23 na kutolewa nje kwa ajili ya kuondolewa kwa fetus mdogo aliyejificha ndani yake kisha kurudishwa tumboni. Hiyo ikawa ni mara yake ya kwanza, kisha akarudishwa tumboni. Baada ya upasuaji huo alizaliwa kwa mara ya pili kwa njia ya kawaida akiwa na afya njema baada ya miezi 9 kukamilika. Kwa sasa anaishi na familia yake huko Texas akiwa na afya tele na anaendelea vizuri. Hadithi ya Laine Lee ni moja ya mifano wa hadithi maarufu na kisa maarufu cha matukio ya ajabu katika historia ya matibabu. Jina langu naitwa Ermaz na hii ni Manara TV. The Profile.